Saizi naitwa Hussein Bambe, natokea wilaya ya Ubungo, Kimara. Mimi ni mfanyabiashara wa biashara ndogo ndogo. Sisi kama wafanyabiashara wa wilaya ya Ubungo na mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla, tumejifunza kutokana na vurugu. Oktoba 29 kulitokea vurugu ambazo ziliitwa maandamano, lakini waathirika wakubwa tulikuwa sisi wafanyabiashara na jamii kwa ujumla na Watanzania wa hali ya chini. Tumejifunza kuwa vurugu au machafuko si njia sahihi ya kubadilisha utawala uliokuwa madarakani. Hapo tuelewane vizuri, ndugu zangu waandishi wa habari. Matusi au maneno ya kashfa kwa viongozi si njia sahihi ya kulipeleka taifa letu kwenye amani. Kulitokea vurugu ambazo sisi wananchi tulisema kwamba tunaenda kubadilisha maisha kupitia zile vurugu. Tujiulize, walioathirika ni nani? Waliokuwa madarakani au sisi wananchi wa kawaida wa hali ya chini? Leo hii sisi wafanyabiashara wa Kimara tukitaka kwenda kuchukua mzigo Kariakoo, mwendo kasi hakuna. Leo hii vituo vya polisi ambao walikuwa wanatulindia biashara zetu hakuna. Kwa hiyo unafanya biashara, unatoka asubuhi kwenda kuchukua bidhaa uje ufanye biashara, unatetemeka, ulinzi hakuna. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania na wafanyabiashara wenzangu na waandishi wa habari, sisi tumejifunza mengi kutokana na zile vurugu. Ndio maana leo tumeitana hapa tuambizane ili tusirudi kule. Watu walikuwa na biashara zao, lakini ambao mtaji ameukusanya ndani ya miaka 10-20, lakini umeenda kufa kwa siku mbili, kwa siku moja, kwa masaa. Tumerudishana umaskini. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niombe na sisi kwa umoja wetu wa wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam tumeazimia na tunatoa wito kwa haya yaliyotokea kwamba yasijirudie, hatutaki kuyaona. Nashukuru sana. Tumezingatia wakilishi naye pia wilaya ya Kinondoni, dada yetu hapa Machinga Kishua. Kwa majina naitwa Pelejia Michael, natokea Kinondoni lakini nafanya biashara katika soko la Makumbusho. Ninauza bidhaa tofauti tofauti, viatu, nguo na vingine. Mimi ni machinga. Kwa hiyo nauza kila kitu kinachopatikana tu nijipatie ugali wa kila siku. Ndugu waandishi wa habari, baada ya vurugu za tarehe 29 sisi tumekuwa ndio waathirika wakubwa. Na tumegundua kuwa waliochochea vurugu ambao wengine wako Tanzania ni wale wenye uraia pacha, ambapo ana nyumba hapa, ana nyumba Kenya, ana nyumba Marekani. Kwa hiyo kikinuka Tanzania, yeye anapanda ndege na familia yake ataenda kukaa kwenye nyumba yake nyingine. Sasa wewe na mimi ambao tuna nyumba moja ya urithi na chumba cha kupanga, kikinuka hatuna pa kwenda, tukaamua kama machinga wa mkoa mzima wa Dar es Salaam tuje na tamko, tuje na maazimio kama ifuatavyo. Tumeazimia kuwa tutapaza sauti kupigania ustawi wa taifa letu, tukitambua kuwa bila amani hakuna biashara, hakuna ajira, wala hakuna maendeleo ya jamii yetu yote. Lakini 2, tukaazimia kama machinga kwa pamoja tutapigania na
tutapigana na wanaharakati wote wanaojificha nje na ndani ya nchi kuhamasisha vurugu, machafuko, uvunjifu wa amani na dharau kwa wananchi wa serikali bila wao kubeba athari za matendo yao. Wamejificha, wanahamasisha si tuandamane ili wao wapate madaraka. Wale ambao ni waroho madaraka waingie kwenye serikali wakatuongoze. Yawezekana wao ni wabaya kuliko hata wale waloko kwenye mamlaka sasa hivi. Pia tukaazimia tutakataa kila aina ya ushawishi wa wanamitandao wanaolenga kueneza chuki, migawanyiko na uchochezi miongoni mwetu. 4, tumeazimia kama machinga tutawapinga wanasiasa wote wanaotumia vurugu, matusi na uchochezi kama njia ya kutimiza malengo yao ya kisiasa nje ya misingi ya demokrasia. Pia tumekubaliana kwamba tunakemea viongozi wa dini wanaochochea vurugu, migawanyiko au uchochezi wa kidini kwa maslahi ya siasa, kwa kuwa vitendo hivyo vinahatarisha mshikamano wa taifa na nchi yetu kwa ujumla. Tunachukua wajibu wa kupinga propaganda zinazotumia kizazi cha Gen Z kuhalalisha vurugu, fujo na ukosefu wa maadili, na badala yake tutaendelea kuwasilisha Gen Z kama nguvu kazi yenye tija na mtakabali wa taifa. Tunasimamia kwa msimamo thabiti kwamba Tanzania ni mimi, tukitambua kuwa mimi ndiye nchi ya Tanzania, mimi ndiye serikali na mimi ndiye mwenye wajibu wa kulinda amani, uchumi na ustawi wa taifa letu. Asante. Inayeyuka taratibu, ni laini kinywani na haishi haraka. Ladha laini uipendayo